ya mradi wa vijana, ubora, malengo na afya, kwa kifupi unaitwa VUMA, katika mkoa wa Katavi kama meneja wa mradi. Okay. Yeah. Sawa, kwa upande wako hapo brother? Asante ndugu mtangazaji. Mimi naitwa Kiame John Kiame. Mimi ni afisa ustawi wa jamii, ofisi ya mkuu wa mkoa wa Katavi. Okay. Karibuni sana. Asante sana. Tunatamani kufahamu, tuanzie hapo VUMA. Umetoa ufafanuzi tu hapo maana ya neno VUMA. Mtu aifahamu VUMA ni nini na inafanya nini? Kwa nini leo tunaanza kuizungumzia VUMA? Asante sana. Shirika la Plan International Tanzania linatekeleza mradi wa afya ya uzazi kwa vijana na uwezeshaji uchumi vijana ambao tumeuita VUMA. Kama nilivyosema, VUMA ni kifupi cha maneno vijana na ubora, malengo na afya. Maana yake ni nini? Neno VUMA linaeleza kwa kifupi lengo kuu la mradi ambao ni kumsaidia kijana hasa wa kike katika mkoa wa Katavi ili aweze kufikia malengo yake ya kiuchumi, ya kielimu na malengo yote ya maisha huku akiwa na afya bora. Tunasema afya bora kwa sababu afya bora ndio msingi wa kila kitu katika maisha. Ndio. Kwa hiyo VUMA ni mradi wa miaka 7 ambao unatekelezwa na shirika la Plan International Tanzania kama nilivyosema, wakishirikiana na Femina Hip na Umati na serikali ya mkoa wa Katavi chini ya ufadhili wa serikali ya watu wa Canada. Okay. Huu mradi umeanza kutekelezwa mwaka 2022 na utafikia mwisho mwaka 2029. Okay. Walengwa wakuu ni vijana wa miaka 10 hadi miaka 24, hasa vijana wa kike. Uliongea vizuri sana, ni vijana wa kike lakini hatuwezi kuacha vijana wa kiume. Kwa hiyo vijana wa kike ndio walengwa wakuu, lakini walengwa wengine ni vijana wa kiume. Lakini pia kuna walengwa wa kati ambao ni wale wanaohusika na kutoa huduma za afya ya uzazi, lakini pia kuwawezesha kiuchumi vijana walio katika mkoa wetu wa Katavi. Okay. Yeah. Sawa. Walengwa ni vijana. Vijana. Hao ndio walengwa wa mradi huu. Na vijana ukiambiwa uitafsiri neno vijana ni kuanzia miaka ni 15 mpaka 35, lakini kwenye masuala yetu yale ya hapa kwa mama mpaka 45. Lakini kuna ile ambayo walikuwa watu wanaifahamu ya kuanzia miaka 10, ile ya kuanzia miaka mingapi? 12. Acha ya 12. Ile ya 18. Ile ya 18 ile ya enzi zetu. Siku hizi vijana bwana 12 tu hapa tayari ushakuwa kijana. Kwa mfano hata mimi nina vijana wangu wawili tayari ushakuwa vijana. Miaka mingapi? 15 na 12. Ni vijana. I see. Sawa, wa kike wa kiume? Kaka ni wa kike. Wa kike. Naam kaka. Mradi unahusu sana. Kaka ndio maana wasikilize. Ndio maana nimemwambia mama zao wasikilize kwa uzuri. Hii itatusaidia sisi katika malezi. Hatutaki wavurugwe. Hatutaki na majirani zangu pia. Hatutaki wavurugwe wala wasikae kimya na wasikae kinyonge pia. Waamini kwamba wapo tayari watu kwa ajili ya kuweza kuwasaidia kwenye zile changamoto zao zinazowahusu. Hususan masuala ya uzazi wa mpango. Kwa hiyo wapo tayari. Tumeangalia hapo walengwa. Wanapatikana vipi hao watu? Ukiangalia huu umri wa miaka 10 hadi miaka 24, utaona miongoni mwao wako shuleni na wengine wako nje ya shule. Kwa hiyo mradi unatekelezwa katika shule na mradi unatekelezwa nje ya shule. Kule shuleni tunatekeleza mradi katika shule za msingi na shule za sekondari. Mpaka sasa hivi mradi unatekelezwa katika shule za sekondari 55 na shule za msingi 105 katika halmashauri zote 5 za mkoa wa Katavi. Lakini pia tuna vijana wa nje ya shule wa umri huu wa miaka 10 hadi miaka 24 ambao pia wanafikiwa na mradi. Wanafikiwa kwa njia mbalimbali. Mradi una vijana wanaitwa mashujaa wa mabadiliko. Mashujaa wa mabadiliko. Mashujaa wa mabadiliko. Ndio. Hawa ni vijana ambao walipatiwa elimu na mradi wa VUMA kama wawezeshaji wa vijana wenzao katika vijiji ambavyo wanatoka. Na walivyorudi kule kwenye vijiji wakatengeneza vikundi vya vijana wenzao na wakawa wana kazi ya kufundishana kwa kutumia mtaala ambao mradi wa VUMA kwa kushirikiana na ofisi ya mkuu wa mkoa wa Katavi wameweza kuandaa. Huu mtaala ni wa miezi 6
ambao tunafundisha masuala ya lishe, masuala ya afya ya uzazi, masuala ya afya ya akili, lakini ulinzi wa mtoto, unyanyasaji na ukatili wa kijinsia, na malezi na makuzi ya mtoto, na masuala ya ujasiriamali. Kwa hiyo ni mtaala wa miezi 6, vijana wanafundishwa. Baada ya hapo wakisha fanya mafunzo kwa miezi 6, maana yake wanakuwa wamesha faulu kuweza kuendelea na hatua nyingine. Baada ya miezi 6 hatuwaachi, wanaendelea kwenye hatua nyingine ya kuingia kwenye vikundi vya ujasiriamali ambavyo vinasimamiwa na mradi wa VUMA kwa kushirikiana na ofisi za maendeleo ya jamii za halmashauri na za mkoa. Maana yake ni nini? Entry point ni ile kuingia kwenye vikundi vya mashujaa wa mabadiliko. Ukishatoka katika kikundi cha mashujaa wa mabadiliko, ukisha kwenda kule na ukifundishwa kwa miezi 6, ukishaiva unaingia sasa kwenye kikundi cha ujasiriamali, ambao ni vikundi vya vijana vya kuweka akiba na kupata mikopo. Nia ya vile vikundi ni kuwawezesha vijana kujiwekea akiba, kujiwekea nidhamu ya fedha, na mwisho wa siku waweze kuchukua mikopo kupitia katika akiba walizoziweka, wafanye biashara zao, wafanye biashara za vikundi, na mwisho wa siku kuwawezesha kuweza kupata maendeleo ya kiuchumi, kuweza kuinuka kiuchumi, na kuwafanya vijana wasiendelee kuwa tegemezi kwa familia na kwa jamii kwa ujumla. Nimepata kitu. Yaani kwa ukubwa kabisa, lengo kubwa ni kama vile kuwa empower. Umeongea na Kizungu. Baba. Unajua zile tenses sometimes unajua usiziache. Unaona nipiga na sometime hapo. Umeelewa sana. Basi kunasema kuwawezesha. Sawa. Kwa empower. Kwa empower. Sawa. Tumeona hapo namna ambavyo mnafanya ili kuhakikisha kwamba kijana huyu anajikomboa kiuchumi kwenye namna ya kujiwekeza, lakini pia namna ya kuendeleza ule uchumi ambao amepewa darasa tayari. Tukirudi kwa upande wa serikali huku, inashiriki vipi upande wa serikali? Asante ndugu mtangazaji. Awali ya yote mimi nianze kwa kushukuru Wizara ya TAMISEMI kwa maana ya walione namna gani au ndugu zetu Plan International kwa kushirikiana na wadau wengineo au Femina Hip pamoja na umati kuja mkoa wa Katavi kwa maana ya kuona sasa namna gani ambavyo tunaweza kushirikiana katika masuala mazima yanayohusiana na masuala ya vijana. Kwa hiyo kama ambavyo ametangulia kusema meneja mradi, ni kweli mradi sasa una miaka 4 na utekelezaji wake uko katika maeneo tofauti kwa maana ya multi-sectoral au kada tofauti au idara tofauti. Utakuja kuona hapo kuna idara ya afya, lakini kuna idara ya elimu, kuna idara ya maendeleo ya jamii, lakini na idara nyingine ambazo kwa umoja wetu tumeweza kushirikiana kwa pamoja ili kufikia vijana ambao ni kundi lengwa kama ambavyo meneja mradi amelitaja 10 mpaka 24, na ni mradi ambao unatekelezwa kwenye halmashauri zote. Utakuja kuona ni project kubwa kwa kiasi gani. Kwa hiyo kama serikali tuliupokea mradi na tunafanya kazi kwa ushirikiano mkubwa sana na hizi taasisi zote kwa maana Plan International, Femina Hip pamoja na umati ili kutekeleza mradi wenye jina la VUMA. Vijana bora, malengo na afya. Okay. Sawa, turejee kwako hapo meneja. Tukiangalia vijana ndo hao ambao sasa hivi tuna wizara yetu pale. Sasa hivi bwana Mungu ametuona. Tumeonekaniwa. Tuna wizara yetu. Tuna wizara yetu. Kwenye ambayo inadili na mambo yetu tu. Vijana tu. Vijana hawa ambao tunazungumzia kwenye vipindi hivi ambavyo tunavianza leo rasmi, hasa zaidi tutabezi kwenye nini na wajiandae kisaikolojia kwenye nini? Asante sana ndugu mtangazaji. Kama nilivyosema, mradi wa VUMA unahusu moja kwa moja vijana na unatoa elimu ili kuwajengea uwezo vijana kuweza kufanya maamuzi yaliyo sahihi kuhusiana na afya yao ya uzazi, lakini pia kuweza kujiendeleza kiuchumi. Kwa hiyo
kuanzia leo na kuendelea tutakuwa na vipindi ambavyo vitakuwa vinatoa elimu moja kwa moja ya masuala ya afya ya uzazi, lakini pia kutakuwa pia kuna masuala ya ujasiriamali. Katika hivi vipindi tutakuwa na wataalamu mbalimbali ambao watakuwa kutoka katika serikali ya mkoa na katika halmashauri ambao watakuwa wanazungumzia mada mbalimbali. Lakini pia tunategemea pia tutakuwa na vijana wenyewe, kwa sababu kuna vijana wameshanufaika na huu mradi, kuna vijana ambao wanaendelea mpaka sasa hivi kunufaika na huu mradi. Kwa hiyo tutawaita waje waeleze wamenufaika vipi, na waje waeleze kwamba wanahitaji vijana wenzao nao wachukue hatua ili kuweza kuboresha afya yao ya uzazi na kujiendeleza kiuchumi kwa mifano zaidi, kwa sababu wao wameweza kunufaika na huu mradi. Uwanda ni mpana sana. Yaani sana, unajua nimejaribu pia kuwaza nilivyosikia kwamba huu mradi toka umeanza una zaidi ya miaka minne, si ndivyo na niko natamani kujua hapo kwa upande wa sababu miaka minne ina maana umeshaanza na unafanya, kuna vitu vinaonekana vipo. Kwa wazazi ilikuwaje? Unajua hasa kwenye jamii hizi zetu tunazoishi nazo, watu tunaishi kwa tukiwa na uelewa tofauti. Mapokeo mimi naweza nikaja nikakwambia jambo hapo bwana Mkagala, wewe ukaja ukapokea tofauti, au nikafika nikamwambia mkeo kuja kulifikisha, basi likaleta tafrani. Kumbe ilikuwa ni jambo jema, sivyo? Katika hii miaka minne upande wa mapokeo kwa hasa kwa wazazi na vijana wao, hii imekaaje? Imepokelewa vipi? Wamelipokea vipi baada ya kufikishwa? Kwa sababu miaka minne ni mingi. Miaka minne ni mingi. Asante ndugu mtangazaji. Nafikiri kati ya mradi ambao umepokelewa vizuri sana katika mkoa wa Katavi ni mradi wa Vuma. Na kilichotufanya tupokelewe vizuri sana ni kwanza malengo makuu ya mradi, lakini pia jinsi tulivyoweza kuihusisha jamii na serikali katika utekelezaji wa mradi. Labda niseme tu kwamba sisi kama mradi wa Vuma tunao maafisa ambao wapo hapa mkoani walioajiriwa na mradi, lakini utekelezaji unafanywa na serikali kwa 100%. Tunawatumia maafisa maendeleo ya jamii, tunatumia maafisa ustawi wa jamii, kwenye shule tunawatumia walimu ambao wako katika yale maeneo, lakini pia watendaji wa kata, watendaji wa vijiji nao tumewahusisha tokea mwanzo wakati wa utekelezaji wa mradi. Na tulifanya utambulisho wa mradi katika ngazi zote, kwenye ngazi ya mkoa, katika ngazi za halmashauri na katika ngazi za kata na vijiji ambazo kule ambako mradi unatekelezwa. Kwa hiyo mradi ulipokelewa vizuri sana na mpaka sasa hivi tunapata support kubwa sana kuanzia katika ngazi ya jamii katika kutekeleza mradi mpaka katika ngazi ya mkoa mpaka katika ngazi ya wizara. Kuna mtu labda akajiuliza wanapatikanaje hao vijana? Ni ule utaratibu gani unatumika? Kama mimi hapa nilipo sasa hivi naweza nikajiunga? Anaweza kujiunga kabisa. Sababu kama nilivyosema mradi unatekelezwa nje ya shule na ndani ya shule. Lakini pia kuna huduma zinatolewa, huduma rafiki kwa vijana ambazo zinatolewa katika vituo vya kutolea huduma za afya ambavyo ni vituo vya serikali, ambako kule tumewafundisha kushirikiana na serikali ya mkoa watoa huduma ili wawe na mbinu za kutoa huduma rafiki kwa vijana. Na huduma ile rafiki kwa vijana inatolewa kwenye vituo vya kutolea huduma za afya zaidi ya 83 ambavyo mradi unafanya nao kazi. Sasa tumewapataje hawa vijana? Kama nilivyosema, tuna vikundi vya mashujaa wa mabadiliko. Katika wale mashujaa wa mabadiliko wapo ambao ni wawezeshaji wa vile vikundi. Sasa wawezeshaji tuliwapataje? Tuliandika matangazo. Tulitoa matangazo tukayasambaza kwenye vijiji, kwenye kata, kwenye halmashauri kuomba wale vijana ambao wana nia na wana uwezo wa kuweza kufanya kazi ya kujitolea kufundisha vijana wenzao waweze kuomba. Kwa hiyo vijana waliomba, tukawafanyia usaili kwa kushirikiana na watendaji wa vijiji na wenyeviti wa vijiji na maafisa maendeleo ya kata na halmashauri. Tukawapata vijana, tukawaita kutoka katika vijiji 126 ambao sisi tunafanya navyo kazi. Tukawachukua, tukawapatia mafunzo ya wiki 2 ya jinsi ya kuwafundisha wenzao. Na mwisho wa siku wakarudi kule kwenye vijiji. Waliporudi kule kwenye vijiji wakaenda kuripoti kwa afisa watendaji wa vijiji ambao nao tulishawapatia mafunzo. Ndio. Kwa hiyo waliporipoti kule, maana yake kilichokuwa kinafuata ni wao sasa kushirikiana na viongozi wa vijiji, maafisa watendaji wa vijiji na wenyeviti wa vijiji kuweza kutengeneza vikundi vya vijana ambao wao watakuwa wanawafundisha.
na maeneo mengi ambayo mradi unatekelezwa, mafunzo ya vijana kwa mashujaa ya mabadiliko yanafanyika katika ofisi za vijiji, na sehemu nyingine zinafanyika katika shule za msingi na sekondari zilizopo katika yale maeneo. Okay. Yeah. Sasa bado unaendelea kuwa na swali kuhusu afya yako? Bwana, kitu kwanza nimefurahi kuona kwamba kumbe utaratibu umeanzia kwenye ngazi za chini kabisa. Yani sio kwamba labda eti watu walikaa tu wakaamua kupoint mtoto wa fulani, mtoto wa fulani, hapana. Litolewa tangazo kwa utaratibu. Kiingereza to the root. Bwana, kama una swali lolote kuhusiana na masuala mazima ya afya yako na uko na wasiwasi ikiwemo afya ya uzazi na ujinsia, basi ukiwa unataka kufahamu zaidi mwili wako au unataka kujilinda dhidi ya mimba zisizotarajiwa, unaweza ukawa umevurugwa, akili yako haiko sawa. Sisi tunakwambia usivurugwe. Kuna yule bibi anasema najisikia hopeless kabisa. Mjukuu wangu. Sasa yule alikuwa kavurugwa. Yule kavurugwa. Kavurugwa. Sasa usivurugwe kwa kiwango hicho. Sasa unakuta binti mdogo, umri wake ni bado sana. Yaani kwenye kulitumikia taifa hili hatakiwi kuwa na mawazo katika kipindi hiki, lakini ndio kashavurugwa. Na amevurugwa kwa kitu kingine pia. Kwa jinsi mabadiliko ya mwili wake pia na mabadiliko ya teknolojia. Naam. Ushafahamu. Sasa kutokana na haya mabadiliko ya teknolojia, basi tunakupatia namba ya simu hii hapa, ni bure kabisa. Yaani unaweza kuuliza swali lako hapo kwa kupiga simu au kwa kuandika ujumbe wako kupitia 0800 75 03 60 mwishoni. Yaani 08 00 75 03 60 hapo mwisho. Hiyo hapo ni namba ya kujua zaidi kuhusu huduma rafiki kwa vijana. Uliza sasa hivi, jua na ujilinde. Ukijilinda, yani hiyo ni namba ambayo unapiga wakati wowote, ukatuma ujumbe wakati wowote na utajibiwa. Usifanye kwa majaribu kwamba naomba ni wajaribu. Inawezekana wakati wote tunazungumza hapa, kuna mtu huko sasa hivi kichwa chake sio cha kwake. Na alifanyaje? Alicheza sawa, inawezekana alicheza namba sio yake, unajua? Kwa uwanjani pale unaweza kuona usemi fulani pana gap, ngoja nikasaidie. Akajifanya kwamba anataka atoke pembeni. Kila pembeni utakuwa na kasi kidogo. Ndio hivyo. Kwa hiyo kichwa sasa hivi hakiko sawa. Kashakuwa obvious, kashavurugwa. Naomba nikukumbushe 08 0075 03 60 mwisho, au sogea kwenye kituo cha afya kilicho karibu nawe uweze kuzungumza moja kwa moja na wataalamu macho kwa macho ili uweze kutambua zaidi kuhusu mwili wako. Na kama una swali kwa sasa hivi unataka kuuliza, sivyo Naam. Ili uweze kujibiwa direct, wazungu wanasema. Naam. Piga kupitia 06 21 78 0663. 062178 0663. Hiyo ndio namba. Juma Kiabo anasema yeye anatupata vizuri akiwa maskani Malebo Ugala, ndio ambapo anatusikiliza kwa wakati huu. Alivuta kiti akatulia kabisa. Na Mrandi anasema mradi huu ni mzuri kwa sisi huku Kasolwa. Umefika? Ni mimi Pasco Milambo pande za Kasolwa. Anauliza kwa sisi huku Kasolwa mradi huu umefika? Mbele halmashauri zote, si ndio? Ramadhan Abdul kutoka maeneo pande za Misunkumiro anasema nimewapata vizuri sana, nahitaji namna ya kujiunga na mimi. Sawa. Mimi niseme tu kwa maana ya hizi huduma rafiki kwa vijana kupitia huu mradi wa Vuma ambao tumeona sasa unatekelezwa katika maeneo tofauti. Kuna ngazi ya jamii, lakini tuna shule, lakini na kwenye vituo vya kutolea huduma za afya. Kwa hiyo wito wangu kama huyu ambaye ametamani kujiunga, ni vyema sasa akasogea kwenye hayo maeneo ambayo tumeweza kuyataja. Inaweza kuwa ni kwenye ofisi ya mtendaji wa kata au wa kijiji, shughuli za Vuma pale zipo. Lakini anaweza kasogea hata kwenye kituo cha kutolea huduma za afya pale Kasokola zahanati. Kiuliza swala la Vuma ataelezwa vizuri kabisa na anaweza kuelekezwa namna ya kuweza kujiunga na vijana wenzie ili kupata huduma stahiki. Kwa hiyo wito wangu kwa vijana ambao wako mashuleni, basi tujiunge kwenye hivi
hivi vikundi, kwa sababu tumeona kuna manufaa makubwa sana ambayo kwenye vipindi vijavyo tunaweza tukaeleza vizuri zaidi, lakini na vijana ambao wako nje ya maeneo rasmi, kwa maana ya kwenye shule, basi wafike kwenye hizi ofisi za watendaji wa vijiji, watendaji wa kata, watapata utaratibu mzuri tu, na kule watakutana na maafisa maendeleo ya jamii, watawaeleza vizuri namna ya kujiunga na hivyo vikundi, lakini pia kupata faida ambazo vikundi vingine tayari vimekwisha kunufaika. Kwa hiyo wito wetu kwa serikali ni huo, kwa jamii, kwamba vijana walengwa kwa maana ya 10 mpaka 24 ukiwa kati ya umri huo, basi jiongea kwenye maeneo ambayo tumeyataja, utaweza kujiunga vizuri na kujiunga na vijana wenzio, na utajifunza mengi yanayohusiana na masuala ya afya ya uzazi, lakini masuala ya ujasiriamali na mengine mengi ambayo maswali utakayokuwa nayo kupitia vijana wenzio, unaweza kupata ushauri na majibu mazuri kabisa. Okay, sawa. Meneja, kabla hujazungumza na mkeka wako hapa wa pongezi. Anasema ongeleni sana kwa kazi nzuri inayofanywa na Plan International na mradi huu wa Vuma. Naomba kuuliza kama kutakuwa na nafasi ya kujiunga kwa vijana wengine kujiunga kwenye mafunzo yale ya miezi 6 au ndio yamekuisha? Na pili, vipi kuna nafasi mmewafikiria wakina dada waliopata mimba za utotoni kuhusiana na mradi huu, hasa wale waliopo nje ya shule? By Filibert Chundu, meneja mradi wa Lalbeo. Asante sana na nakushukuru ndugu Chundu kwa maswali mawili mazuri. Swali la kwanza ni kwamba kuna nafasi kwa vijana ambao bado hawajajiunga na vikundi vya mashujaa wa mabadiliko, wana nafasi kabisa ya kuweza kujiunga. Kama alivyosema afisa maendeleo ya jamii kutoka katika ofisi ya mkuu wa mkoa, afisa ustawi wa jamii, ni kwamba unatakiwa tu ufike kwenye kituo cha karibu cha kutolea huduma za afya, zahanati, hospitali, iwe ni kituo cha afya, au kwenye ofisi ya mtendaji wa mtaa, kwenye ofisi ya mtendaji wa kijiji, ili aweze kukuunganisha na wale wawezeshaji ambao tumewafundisha kwa ajili ya kutoa elimu kwa vijana ambao ndio wanaotoa elimu katika hivi vikundi. Kwa hiyo ukifika katika hizo ofisi katika hayo maeneo, au hata ukipiga namba ambayo ya bure ambayo ina watangazaji wamekuwa wakihitaji kila mara hapa, unaweza ukaelekezwa moja kwa moja kwamba uende ukamuone nani ili aweze kukusaidia uweze kuingia katika hivi vikundi. Lakini pia niseme tu kwamba mradi haujawaacha kabisa wasichana ambao wamepata ujauzito katika umri mdogo. Ukiangalia walengwa wa mradi ni miaka 10 hadi miaka 24. Maana yake hapo inajumuisha wale wasichana ambao walipata ujauzito katika umri mdogo. Kupata ujauzito katika umri mdogo inaweza kama mtu alifanya kosa ndio, lakini haimaanishi kwamba ndio mwisho wa maisha. Sasa kupitia hivi vikundi vya uwezeshaji uchumi, kupitia hivi vikundi vya mashujaa wa mabadiliko, wanapeana mbinu, wanapeana mikakati, wanapeana maarifa ya kuweza kuwafanya waamke kutoka pale walipo kuweza kusonga mbele na kuweza kuchangia katika maendeleo yao binafsi, lakini maendeleo pia ya taifa. Naam. Kutia nyama tena. Kwa kuongezea tu, tayari mradi umeshatambua vijana karibu 10. Kwenye kila halmashauri wametoka vijana wawili wa kike ambao tayari walikuwa wajawazito na wakawa wameshapata watoto, lakini hawakuwa na uelekeo. Kwa hiyo kwa kutambua vijana hao, wamepata fursa ya kuendelezwa kielimu kwa maana ya masomo ya ufundi kwa zile fani ambazo wao wanaona zitawaendeleza zaidi katika maisha yao. Kwa hiyo mradi hujawaacha nyuma, kama ambavyo meneja mradi amesema, tumeshatambua vijana na hivi karibuni wataweza kupata hizo fursa za kuingia kwenye vyuo ili wajiendeleze sasa, na baadaye waendelee kuwalea watoto wao katika misingi inayopaswa. Asante. Nitoe wito kwa vijana walio katika mkoa wa Katavi, wa kike na wa kiume. Kwanza kabisa wale ambao hawajajiunga na mradi, hawajajiunga na vikundi vya mradi, wale ambao huwa hawaende kwenye vituo vya kutolea huduma ili kuweza kupata huduma rafiki, basi waweze kufanya hivyo. Huduma rafiki kwa vijana sio lazima wewe unaumwa. Unaweza ukaenda kwa ajili ya kupata elimu, unaweza ukaenda kwa ajili ya kupata ushauri, unaweza ukaenda tu kwenda kuuliza swali ambalo wewe unalo kuhusiana na masuala ya afya ya uzazi. Lakini pia kuna vile vikundi vya ujasiriamali vya nje ya shule. Vile vikundi vinasimamiwa na maafisa maendeleo ya jamii.
Kwa hiyo wao vijana kama vijana katika vijiji vyao, katika maeneo yao, wana nafasi kubwa ya kuweza kujiunga na vile vikundi, na pia kupitia vile vikundi wana nafasi pia ya kuweza kupata mikopo ya vijana ya halmashauri inayosimamiwa na maafisa maendeleo ya jamii katika halmashauri zao. Kwa hiyo niwaombe watumie fursa hii ya mradi kuweza kupata elimu, lakini pia kuweza kujiendeleza kiuchumi. Okay, sawa. Siku ya Ijumaa saa 2 kamili. Ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu, usisahau kusubscribe, kulike na kushare.